Ni Jumapili nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, Jumapili ya Pentekosti. Karibuni nyote mlio nyumbani, tuandamane pamoja katika ibada hii takatifu. Tuombe kwa ajili ya ibada hii. Baba Mwenyezi Mungu ishie milele, tunaliinua jina lako asubuhi ya leo, Jumapili njema ambayo Bwana umetuandalia. Tunasema asante kwa Bwana, umekuwa mwaminifu katika kila mmoja wetu. Umetuwezesha Bwana kuamka salama na hata tuko tayari kupokea neno lako takatifu Jumapili hii ya Pentecost. Jinsi ulivyowashukia wanafunzi wa Yesu na Roho Mtakatifu, nasi tunatarajia katika mioyo yetu kwamba utatuisha tena katika mioyo yetu, na kwamba Bwana tukafulize pamoja na wewe mpaka mwisho wa dahari. Asante kwa Bwana, umekuwa mwaminifu. Nakabidhi mnenaji wa siku ya leo Bwana mkononi mwako. Hebu Bwana mpake mafuta mabichi, ili Bwana akanene kutoka kwako, na kwamba Bwana Roho wako Mtakatifu akamwishe tena. Asante kwa kila moja Mungu wetu. Tunaamini kwa hakika utaenda kunena nasi na utatuhudumia jinsi upendavyo. Na Baba, nachukua uwezo na mamlaka kupitia kwa Yesu Kristo, nikifunga nguvu zote za yule mwovu shetani angeweza kuja hata katika hali ya kuiba akili zetu. Na Bwana, tukatulie katika mguuni pako, tukapokee neno lako takatifu. Naomba haya tukijua kwa hakika umesikia na tumepokea kwa imani, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tutaenda kusoma vile leo ni Jumapili ya Pentecost. Kuna sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya Jumapili ya tatu wakati wa Pentecost. Siku ya Pentecost, samahani. Tuombe. Mungu Mwenyezi uishie milele, tunakushukuru kwa kuiwapa kipawa cha Roho Mtakatifu ambayo huisha mioyo yetu. Utujalie ufahamu mpya juu ya maana ya upeo wa Roho Mtakatifu nyakati hizi tunapohitaji kutimiza agizo kuu la Bwana wetu, kwa utukufu wa Yesu Kristo Bwana na mfalme wetu. Amen. Tutaenda kushiriki neno la Bwana. Tutaenda kushiriki neno la Bwana kama vile imepasa Jumapili hii. Tutaenda kuanza na somo la kwanza. Somo la kwanza ni Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 16 na kifungu kimoja tu hapa, kifungu cha 16. Kumbukumbu la Torati mlango wa 16 na kifungu cha 16. Nasema hivi: mara 3 kwa mwaka na watokee wanaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua, katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika sikukuu ya majuma, na katika sikukuu ya vibanda, wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Tutaendelea kusoma neno la Mungu pia katika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya pili, sura ya pili kuanzia aya ya kwanza. Matendo ya Mitume sura ya pili kuanzia aya ya kwanza hadi 41. Sikukuu ya Pentecost na mahubiri ya Petro. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste,
walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja kwa ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizozagaa zikagawanyika katika ndimi za mioto iliyokalia kila mmoja wao. Wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine, kwa maana ilivyojalia kutamka. Na walikuwa kwa Yerusalemu ya Wayahudi wakikaa, watu wataua watu kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika wakishikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakaambiana, tazama, hawa wote wasema si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila lugha yetu tuliozaliwa nayo? Wapathi, Wamedi, Waelami nao wakao Mesopotamia, Uyahudi, Kapadokia, Ponto, Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, wageni watokao Rumi, Wayahudi, Wakagofu, Wakreti na Waarabu. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha yetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakaambiana, maana yake mambo haya? Mambo yake maana yake ni nini mambo haya? Wengine walibaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu Wayahudi na nyinyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkalisikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni ili alionenwa na kinywa cha nabii Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, atawaganyia watu roho wangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku ile nitamwagia watumishi wangu waume na wanawake roho yangu, nao watabariki. Naam, nitatoa ajabu katika mbingu juu, na ishara katika nchini, damu na moto na mvuke na moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi utakuwa damu, kabla ya kuja kwa ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Mstari wa 21. Na itakuwa kila atakaye litaja jina la Bwana ataokolewa. Enyi waume wa Israeli, lisikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza ya ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama nyinyi wenyewe mnavyojua. Mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kuja kwake tangu zamani,
nyinyi mkamsulubisha kwa mkono ya watu wabaya, mkamuua, ambaye Mungu alimfufua akamfungua uchungu wa mauti, na kwa sababu haikuwezekana ashiko nao. Mwana Daudi ataja habari hii zake: nalimwona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kiume, nisitikisike. Kwa hivyo moyo wangu ukapendezwa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao ukakaa katika matumaini. Mstari ule 27, kwa maana haitaacha roho yangu katika kuzimu, wala hamkutoa mtakatifu wako aone uharibifu. Amejivisha njia za uzima, utajaza furaha kwa uso wake. Waume ndugu zangu, niweni radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari ya baba yetu mkuu Daudi, kwa kuwa alifariki akazikwa kwa kaburi lile kwetu hata leo. Basi kwa kuwa ni nabii, atakuja kwa kuwa Mungu amewapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake moja katika kiti chake cha enzi. Mstari ule wa 31, yeye mwenyewe atangulia kuyaona haya. Alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haitachukua kuzimu, wala mwili wake hautaona uharibifu. Yesu huyu Mungu alifufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Basi yeye akisha kupandishwa katika mkono wa kiume wa Mungu na kukisikia. Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe asema, Bwana alimwambia Bwana Mungu, Bwana yangu, keti upande wa mkono wangu wa kiume, hata nitakapo waweka adui zako chini ya miguu yako. Basi nyumba yote ya Israeli wajue yakini ya kwamba Mungu amefanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Waliposikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakaambia Petro na mtume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, upate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa kwa na Mungu wenu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 5,000. Na hilo ndilo neno la Bwana. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, tunakushukuru kwa yote ambayo utaenda kunena nasi. Tazama, tuko tayari kusikia neno lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Basi nichukue nafasi hii tena
kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu na kwa ajili ya ibada hii. Ikiwa leo ni siku ya Pentekoste, napenda kushukuru kiongozi wetu ambaye amesoma neno lake Mungu, tukalipokea, tumelisikia, na sasa nataka tuende tu moja kwa moja kwa njia hii ya mahubiri. Ukiwa pale nyumbani, nataka uende pamoja nami katika somo hili ambalo tumesomewa kitabu cha Matendo ya Mitume, ule mlango wa 2 hadi 41. Na leo hususan nitazungumza tu juu ya Pentekoste. Leo ikiwa ni siku ya Pentekoste, nitazungumzia juu ya Pentekoste. Nataka uandamane nami polepole ili kwamba tukaweze kufahamu yanayotuhusu katika siku hii ya leo. Pentekoste kama tulivyosomewa kutoka kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, ni moja katika sikukuu muhimu sana za wana wa Israeli, zile sikukuu 3. Kutoka kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 16:16. Ilikuwa ni siku ya mavuno. Baada ya kulima, mavuno yakishavunwa, basi Waisraeli wote waliulizwa na kufundishwa ya kwamba wakaweze kwenda kutoa shukrani ya mavuno. Pentekoste, ukifanya hesabu vizuri, katika tangu Yesu kuuawa, kufufuka, alikaa siku 3 kaburini. Alipofufuka alikaa siku 40 hapa duniani na wanafunzi wake, na siku 10 baadaye ndipo Roho Mtakatifu alipowashukia wale wanafunzi walipokaa wamekaa pamoja pale nyumbani wakingojea kama alivyoahidi Yesu Kristo kwamba wasitoke humo Yerusalemu na wasitoke katika nyumba hiyo. Na nyumba ile ilikuwa ni ile nyumba ya mamake Marko, ambao walikuwa wamekula chakula ya mwisho ya Pasaka, kwamba wasitoke hapo ndani. Kwa hivyo ukifanya hesabu utakuta ni siku 50 tangu Yesu kufufuka na siku ya kuja Roho Mtakatifu, ni siku 50. Siku 3 kaburini, siku 40 alikaa na wanafunzi wake, siku 10 baada ya kupaa Roho Mtakatifu naye akashuka. Siku hii ilikuwa ni ya maajabu mno. Tunasomea ya kwamba Wayahudi kutoka watu kutoka mataifa tofauti walikuwa wamekuja pale Yerusalemu, kwa sababu ilikuwa ni siku ya shukrani, ilikuwa ni siku ya kuleta pia mavuno yao. Na watu wengi wacha Mungu waliofuata desturi ya dini ya Kiyahudi walikuwa wamekutana siku ile pale Yerusalemu, wako pale hekaluni, na wanafunzi wako hapo Yerusalemu, lakini wako pale nyumbani pale kwa chumba kile cha juu, ikiwa wametulia, huku ibada yao ikiendelea ya Wayahudi, ibada ya shukrani. Wanafunzi nao wako mahali pamoja, wameketi pamoja. Kwa hivyo utakuta ya kwamba siku hii
ilikuwa imeleta watu wengi, makabila tofauti kama tulivyosomewa, wale ambao wanafuata ile dini ya Kiyahudi na kuja pale na Wayahudi pamoja na kuweza kutoa shukrani zao pamoja. Na ilikuwa ni siku ya Thanksgiving, ilikuwa ni siku ya shangwe, ilikuwa ni siku ya furaha sana, kwa sababu baada ya kuvuna basi ilikuwa ni shangwe. Desturi hiyo nimeiona hata pale Rabai. Kuna siku ya mwaka mpya, siku ya mavuno. Wadesturi wana mwaka wao wanaita mwaka mpya. Kila wakivuna wanasema kuna siku moja wamepanga pale ndani, wanasema ni siku ya mavuno. Utakuta wale wazee wanatembea kila mji, inakuwa ni siku ya furaha. Hiyo Warabai mpaka dakika hii wame-maintain sana hiyo. Si Warabai pale kanisani, Warabai wote. Si Warabai pale kanisani, Warabai wote. Na wao siku hizo wanafanya maandamano makubwa, wanatembea kabisa wiki nzima. Ile siku ile yao ya mwaka basi ni shangwe. Utasikia pale Rabai tulikuwa kuna ibada hii tunaifanya pale, tunaita ibada ya mwaka mpya wa Rabai. Basi kutoka na ngoma na kucheza na nini pale ndani. Ilikuwako sawa sawa na siku hii ya Pentekoste, siku ya mavuno. Wakaja pale Jerusalem wakiwa na furaha na kucheza. Lakini nataka waangalie mambo mawili hapa ndani. Wamekuja na furaha kucheza, wanaabudu pale kanisani na furaha, lakini wanafunzi wako wapi? Wako katika chumba cha juu pale, wakikaa pamoja. Ndio siku hiyo Roho Mtakatifu kama alivyowaambia Yesu wanafunzi wake, msitoke hapa Yerusalemu, msitoke ni mpaka mtakapopokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo they were so obedient, walikuwa watiifu. Hao walikaa pale kwa chumba wakingojea. Na tunaambiwa mara hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote pahali pamoja. Mstari wa 2, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, na nguvu ukienda kasi ukajaza nyumba yote waliokuweko wameketi. Ahadi ya Yesu Kristo inatimia. Walipokuwa wameketi hapo juu, kukaja uvumi, Roho Mtakatifu anashuka akawashukia wanafunzi mahali pale. Ukisoma mstari wa 1 mpaka wa 4, ilikuwako ni siku ya Pentekoste, siku ya mavuno. Wanafunzi wameketi pamoja tena kwa umoja. Wameketi ikiwa wanaomba, wameketi ikiwa wanasubiri, wameketi ikiwa katika upendo. Huku sherehe zinaendelea, kule watu wanaomba. Tena wamekaa kwa pamoja. Neno hilo ulishike sana. Walikaa kwa pamoja. They had one accord. Kuomba pamoja na kwa kupendana ndani ya kile chumba. Pale ndani ya chumba kile hapakuweko na kelele. Kelele zilikuwa kwa nje huko kwenye hekalu. Sherehe zilikuwa kwenye hekalu, lakini pale hapakuweko na kelele. Na pia pale ndani ya chumba kile hakukuweko na majivuno, hakukuweko na kushindana, hakukuweko na mmoja kwa shaini mwingine. Walikuwa kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili nataka ulishike hilo. Mstari ule wa 2, walikuwa pamoja katika ile nyumba, wakiketi pamoja, wakiomba pamoja. Roho wa Mungu akashuka akajaza nyumba ile. Ikajazwa ile nyumba yote. Tena Roho wa Mungu hakujaza tu ile room waliokuweko, lakini nyumba yote. Kwa sababu nabiwa hapa ni wale wanafunzi 12 na wengine walikuwa katika hiyo nyumba. Kwa hivyo ilikuwa sio 12 peke yake. Ukisoma vizuri ukuta kwamba hawakuwa 12 peke yake. Walikuwa wengi katika ile nyumba pale ndani. Wale walikuwa kaandamana na wale wanafunzi.
Kwa hivyo wapendwa, jambo ambalo najifundisha hapa kutokana na mstari hii miwili ya kwanza, kukaa pamoja, kukaa na upendo, kukaa kwa kungoja, kukaa kwa kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukaa pamoja, kukaa na upendo, kuomba pamoja na kusikiliza. Kuomba kunaambatana na kusikiza. Mara nyingi huwa tunafanya makosa ya kuomba pasipo kusikiza Mungu anasema nini. Wataka wewe umwage tu toka hapo watoka sema umeomba. Hapana, omba tena uwe na nafasi ya kufanya nini? Ya kusikiza. Mungu anasema nini kuhusu hayo maombi. Kukaa pamoja pale nyumbani, wakati huu ambao tunasema ni wakati wa coronavirus, ambapo baba na mama sasa wanakaa pamoja. Ninawasihi wasikilizaji wangu, mkaweze kukaa pamoja katika nyumba, mkakae pamoja kama familia, na mkakae watu wa kuomba. Msikae tu na kupatia shetani utukufu kwa kuzungumza mambo mengi ya kuogofya ya corona, lakini wakati wa kuomba, kukaa kuomba ni wakati wa kupendana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa baba vile kwa nyumbani. Hebu jipatie nafasi ya kuonyesha upendo kwa mke wako, hata kama kazi hakuna, hata kama biashara hakuna, lakini upendo usikosekane. Upendo usikosekane pale ndani ya nyumba. Mama na wewe angalia baba, hata kama kazi hakuna, lakini Mungu kuko pamoja naye pale. Kile chochote ambacho mko nacho kidogo pale ndani, kitumikie kwa upendo. Usianze kumwona mzee kana kwamba sasa yuko useless, kana kwamba mzee sasa hafai, mzee sasa utafanya nini, ukaanza kunungunikia na watoto pale ndani. La hasha. Kaeni pamoja kwa upendo, kaeni pamoja kwa kuomba, tena muwe na utulivu pale ndani ya nyumba. Ni wakati sasa ambao unaweza kufanya ile tunaita recreation, ukaweza kufanya sasa, ukaanza kuangalia tena mambo pale nyumbani. Wakati huu wa corona, hebu chukua nafasi hiyo mkaweze kujadili na kupanga mambo zaidi, kwa sababu corona itaisha, na ikiisha msipatwe ni aware, muwe mnapanga mipangilio yenu na kuendelea. Ketini pamoja na kuomba pamoja. Mungu atatenda jambo katika maisha yenu. Huyu Roho Mtakatifu aliwakujiaje wale wanafunzi pale ndani? Anasema kwamba alikuja ghafla. Roho Mtakatifu, usoma mstari ule wa pili, kukaja ghafla toka mbinguni. Ghafla, suddenly they were in there praying. Ile upepo kukatoka, upepo mkali huku na kule, mpaka watu wakaanza kushangaa, sasa ni nini? Sasa wakishangaa pale nje, kule nyumba inajazwa na ikajaa pale. Spirit akaingia pale kwa ghafla, wale wanafunzi kwa wameketi wanangoja, akajaza nyumba ile, na akajaza ikaonekana na nyumba ile ndimi za moto. Ikaonekana ndimi za moto zikatokea katika nyumba ile, na zilipotokea ndimi zile za moto zikaendea kila mmoja aliyekuwa pale ndani. Kila mmoja, the tank of fire ikaangukia kila mmoja aliyekuwa pale ndani. Kabla ya Roho Mtakatifu hakuangalia nani Peter, ni nani Tomaso, ni nani mwingine, lakini wote walikuwa mahali pale kwa umoja, wakapokea kutokana na ndimi ile ya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wote walijazwa equally, wote walijazwa sawa, wote wakajazwa sawa. Roho Mtakatifu alipowajaza wote, wakapokea nguvu sawa, wakapokea nguvu wote. Na walipokea nguvu, wakaanza kila mmoja kuzungumza kwa lugha. Hapo haikuweko ati Peter peke yake, wote wakaanza kuongea kwa lugha tofauti. Wakaongea kwa lugha tofauti, na walipokuwa wamejaza ile nyumba kwa ile Roho Mtakatifu, wanaongea tofauti, kitu kimoja kilifanyika.
waliokuwa pale ndani ya hekalu katika sherehe zile wakaanza kwenda kuuliza, kwani kuna nini? Ni maajabu gani haya? Maana yake mambo haya ni nini? Wakaanza kuulizana, mambo haya maana yake ni nini? Na ajabu, waliongea kwa lugha tofauti, lakini kila waliokuwa pale ndani, wale waliotoka pale kwenda kuangalia maajabu yale, ajabu ni hii, kila mmoja alisikia kwa sauti yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo haikuwako roho ya confusion hata kidogo. Ilikuwa na roho ambayo ina mpangilio. Mungu alitaka hawa waliokuja, hawa wageni wote, hawa wote walikuja hapa ndani wakasikie Mungu anasema nini. Na hapo mara moja wote wakaanza kusikia, kila mmoja kwa lugha yake mwenyewe. Kama ni Mgiriama alisikia Kigiriama, kama ni Mtaita alisikia Kitaita, kama ni nani alisikia Kikuyu alisikia Kikuyu, kama nani. Wakaanza kuulizana, lakini hawa si wote wa Galilaya, hawa wavuvi hawa ambao hata hawana elimu hawa, inakuwaje wanakuwa leo ni international linguistics hawa? Leo ni wakalimani wakubwa, wanazungumza kila mmoja lugha yake. Hivi kawashangaza sana pale ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, alipokuja Roho Mtakatifu waliwatia nguvu, wakaenda kwa lugha, lakini hawakunena kwa lugha ambayo haieleweki, hawakunena na lugha ambayo ni ya kujisifia wenyewe, walinena na lugha ya kunena na watu na watu wakasikia. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anawatengeneza wale wageni wote walioingia pale Yerusalemu, anawatayarisha katika lugha zao wenyewe, na wanavyoendelea kushangaa, Roho Mtakatifu naye anaendelea kuwafanya kazi pale ndani. Ni paka walipomalizia kuzungumza lugha yako pale ndani. Lakini kama kawaida, wengine walishangaa, wakafikiria ni mambo gani haya, lakini wengine napo, mtu mmoja alisema kila soko alikosa mwenda wazimu. Wengine akasema pale, mnaona hawa jamaa wamelewa, shapiga mvinyo wao hapa ndani, sasa watusumbua sisi pale ndani. Mwenye kudhihaki wakatokea pale ndani, wakaanza kuwadhihaki wengine. Na walipoanza kuwadhihaki pale ndani, Peter akasimama sasa, akaanza kueleza, enyi wanaume, mambo haya yanafanyika hapa ndani. Msifikirie tu kwamba watu tumelewa. Hapana, bado ni saa 3 asubuhi bwana. Haiwezekani kwamba tumelewa wakati huu asubuhi hivi. Lakini akaanza kueleza sasa, jambo hili ni lile alolizungumza nabii Yoeli, akisema kwamba siku za mwisho zinakuja, sema Bwana, nitamimina Roho wangu Mtakatifu kwa watu wote. Angalia hilo neno, nitamimina Roho Mtakatifu kwa watu wote. Watoto wenu wataona maono, wasichana wenu watatabiri, wazee wataota, na kila mtu. Wakaanza kumsikiliza sasa. Huyu bwana sio azungumza mambo gani? Anawachukua katika mafundisho yao ambao wanazoea kila siku. Anasema unabii huo unatimia sasa. Na unabii huo ulianza kuzungumzwa na Yohana Mbatizaji alipokuwa akifundisha, asema kwamba akija huyo mwana wa Mungu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yohana pia kawaeleza pale jangwani, lakini bado hawajafahamu jambo hilo pale tu bado. Ndio Peter anawaeleza ya kwamba ile Roho Mtakatifu aliyetabiriwa ndio hivi jambo hili sasa limetokea. Yesu yule mnayemjua akasema, nisikilizeni sana enyi wanaume wa Israeli, wanaume wenzangu, nisikilizeni kwa makini, enyi mkao Yerusalemu na Yahudi yote. Yesu yule Yesu aliyeletewa kusudi la Mwenyezi Mungu, na kwa mkono wa Mungu akafanya maishara na miujiza na akafundisha. Na Yesu huyo mkamtia mikononi mwa watu wabaya, mkamuua. Yesu huyo akazikwa, siku ya 3 akafufuka. Yesu huyo ndiye alituahidia nguvu za Roho Mtakatifu, na ndio leo imetendeka pale ndani. Walipokuwa hawaamini hayo, akawachukulia akasema, kwani Daudi baba yetu alisemaje? Daudi mwenyewe alitabiri akasema, hataona mauti
wala mauti haitamzuia kaburini, wala hata una uharibifu. Na akasema kwamba Daudi asema, Bwana wangu ameniambia, Bwana keti mkono wangu wa kuume. Akasema ni unabii huo Daudi anasema. Akamwambia Daudi mwenyewe alikufa, kaburi lake mpaka leo tuko nalo hapa ndani, lakini Yesu Kristo hayumo kaburini. Akaanza kushuhudia habari pia za Daudi, akaweleza mambo mengi. Walipo sasa wanapata ile attraction sasa, na Roho Mtakatifu naye kwa sababu amesikia kwa lugha yao, hasa wanaanza kujua sasa kumbe ni jambo gani hili na lile kufanyika hapa ndani. Mwishowe wakamuuliza Peter, tufanyeje ndugu zangu, tufanye nini sasa sisi? Wamekuwa kwa neno sasa limewingia, neno sasa limewagusa. Roho Mtakatifu wamehubiriwa kwa Roho Mtakatifu kwa lugha zao wenyewe, wamesikia. Na hapa sasa Peter anaweka msumari proper sasa. Yule mlemuua, yule mlimfanya vibaya, Mungu alimfufua, na ndiye Mungu huyu anathibitisha neno hili, na sisi mashahidi wake kwa jambo hili ambalo litatendeka hapa ndani. Wapendwa, Roho Mtakatifu alipokuja aliwatia nguvu hawa wanafunzi, aliwatia nguvu ya kuhubiri neno, akawatia nguvu ya kufanya maajabu. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako anakupatia nguvu, si nguvu za kupigana, lakini nguvu za kuhubiri neno, nguvu za kumshia Mwenyezi Mungu, nguvu za kushinda dhambi. Unajua shetani hapigwi kwa ngumi, shetani hapigwi kwa mereka, hakuna wrestling ya shetani. Shetani anapigwa kwa neno la Mwenyezi Mungu, shetani anapigwa kwa ushuhuda wa Mwenyezi Mungu, shetani anapigwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Wakapata nguvu, wakapata ujasiri, wakatoka nyumbani pale na ujasiri na nguvu nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Mungu akaja kama ndimi ile ya moto. Unaweza kujiuliza kwa nini kaja kama ndimi ile ya moto? Ilikuja ndimi ya moto kwa hao wanafunzi, ikionyesha, ikiashiria Mungu na utakaso wake na uwepo wake. Kumbuka Nabii Isaya alipoingia hekaluni, alipotukufa Mwenyezi Mungu, Mungu alifanya nini? Tukakaa la moto choma. Roho Mtakatifu anaposhuka kwanza anafanya kazi moja ya purification, ya kututakasa, na wanafunzi walipata utakaso huo mzuri sana. Maisha yao yakabadilika. Mkristo yoyote ambaye amesomea kipaimara, ambaye amebatizwa, tena akaja kuwekewa mikono na baba askofu, akaambiwa pokea kipawa cha Roho Mtakatifu, ni wakati huo wa kuendelea. Roho Mtakatifu unapojuachilia na anapokuja pale ndani, anabadilisha maisha yako. Kanisa la leo liko na uvuguvugu kwa sababu inakuwa ni kama tradition, inakuwa kama ni desturi toka kwa mkono, lakini kwa mkono is the beginning of the change, ni mwanzo wa badiliko wa maisha yako pale ndani. Roho Mtakatifu akija juu yako, unabadilika ndugu yangu, unabadilika mamangu, unabadilika. Hutakuwa kama vile ulivyo tena. Hata kama ulikuwa ni mwoga, uoga utakutoka. Kama wewe ulikuwa kuna Roho Mtakatifu akija anabadilisha. Tena Mungu alitaka kudhibitisha hiyo kwa njia ya moto, na kwa njia ya moto Mungu tunaona pale alivalidate neno lake. Pale juu Musa alipoenda kuchukua amri 10, Mungu alithibitisha kwa njia ya moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alipoitwa pale katika kile kichaka kinachoka moto, aliambiwa aliona kichaka kiwaka moto, akaenda pale. Na ajabu ilikuwa kichaka kinawaka moto na miti haifanyi nini? Hayungui. Tena katika ule moto ukatoka sauti.
Mimi ni Bwana Mungu wako, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kwa hivyo Mungu wakati wote anapoleta nguvu, anapoleta mageuzi, anashusha moto wake. Kwa hivyo hapa pia katika pale nyumba ile walipokuwa wanafunzi, na hapo pia walikuwa wameketi pale juu, Mungu pia hapo ndani akashusha hiyo ndimi za moto to validate his Holy Spirit and the ministry, ili kuweza kuthibitisha uwepo wa Roho Mtakatifu na huduma ya wanafunzi kakaa juu yao na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu, ndugu yangu, akiingia ndani utakuta mambo tofauti, na hiyo ni kwetu sisi wa Kristo. Pale juu ya mlima Yesu akachukua amri 10, moto ulikuja pale. Lakini hapa kwa wanafunzi alikuwa pale ni Musa tu pale juu ya mlima, lakini pale ndani ya rumu kulikuwa kuna nani na wanafunzi wengine wengi. Roho Mtakatifu aliwashukia wengi. Kule alishukia mmoja, hapa anawashukia wengi, ikituonyesha ya kwamba Roho Mtakatifu si kwa ajili ya mtu mmoja ama si kwa ajili ya kanisa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ni kwa kanisa lote la Kristo. Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kanisa lote la Kipentekoste. Mpaka leo Anglican is a Pentecostal church, ni kanisa la ngozwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Na ikiwa ni kanisa la Roho Mtakatifu, kama ni kanisa la Pentekoste, kwa nini wewe ubakie kama wale wenye sherehe pale juu lakini Roho Mtakatifu uko nayo? Hebu jiulize swali, wapi umekosea? Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu, wapendwa, hakuja kwa special people, hakuja kwa watu maalumu. Roho Mtakatifu pale ni arumu, hakuja kwa watu, kwa kanisa maalumu. Ni mpaka siku utasikia kwamba kuna kanisa la Pentekoste, hii ni kanisa la kiroho, hii ni kanisa la kiroho. Hapana. Hapana, Roho Mtakatifu hafanyi kazi namna hiyo. Anakuja kwa wote waliomwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo na kumpokea, aliwaambiaje Peter? Tubuni dhambi zenu mkabatizwe kwa jina la Yesu na mtapokea. Dadangu na ndugu yangu nisikiliza pale nyumbani, ni wakati huu wa sasa, siku ya Pentecost, na kuendelea katika maisha yako. Kaa kimya na usikilize sauti ya Mwenyezi Mungu. Kaa na usikie sauti ya Mwenyezi Mungu. Kuna mambo mengi yanafanyika sasa, story nyingi sana katika ulimwengu sasa. Kuna kila kitu. Ukifungua WhatsApp zimejaa, kila mmoja nabii anajitokeza anakuambia nilijua hivi, kulikuwa najua kuja hivi. Kuna mambo mengi na kila story tunakuza pale ndani. Wewe kama mtu wa Mungu, sikiza sauti ya Mwenyezi Mungu. Msikize Mwenyezi Mungu anasema nini, na utaona ya kwamba utatulia. Watu watapatapa huku na kule, lakini utatulia, kwa sababu ni sauti ya Mungu utakayosikiza ndio itakayokuongoza kukabiliana hata na janga la corona, kukabiliana hata na maisha, kukabiliana na ugumu wowote, kukabiliana na hali yoyote, aidha ya kijamii, ya kiuchumi ama ya kiroho. Sikiza Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji katika Agano la Kale, Elijah alikaa pale ndani akasema, nataka Mungu uzungumze na mimi nione jambo. Mungu akafanya nini? Akaleta upepo mkali, akaleta radi kali, akaleta kila kitu kikali. Lakini dakika ya mwisho alipokaa amejificha pale katika pango, ikaja sauti ya upole ikanena naye. Kwa hivyo dhuruba ziko, story nyingi ziko, mambo mengi yanafanyika katika ulimwengu hapa ndani, lakini sauti ya Mungu itamwendea yule mtu ambaye ameketi kwa utulivu na kwa upole na kwa kusikiza. Whispering sound inakuja ndani yako. Roho wa Mungu anakuja katika whispering sound. Ukitaka afanye vituko atafanya pia, lakini sana mara nyingi whispering sound. Wakati kuna fujo, kelele, jamani, corona inakuja, imekuja, fanyeni hivi, hakuna tufanye nini, kuna shida gani hapa ndani? Hayo yote ni ngurumo zinakuja hapa na zitatulia tu. Kwa yule mteule wa Mwenyezi Mungu, sikiza sauti ya kanisa, sikiza sauti ya serikali na utulie tu na ufuate masharti pale ndani. Yote utapita pale ndani ndio utatoka salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini kanisa litafunguliwa siku zijazo za usoni. Nataka tukifungua kanisa hili tuje hapa na tuulizane, je, sote tuko salama? Tuseme sote tuko salama, tusherekee pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa na utulie.
Sikiza Mwenyezi Mungu. Watu wote walikusanyika katika mahali pale kwa sikukuu ile, walitambua nguvu za Roho Mtakatifu walipoona hawa watu ambao ni wavuvi wanaongea kwa lugha zao wenyewe. Tumesikia watu wengi pale ndani sana. Hata Waarabu walikuweko, watu Warumi walikuweko, Wapapati kutoweko, Waelemi kuweko. Yaani watu wengi walikuwa wamekuja mahali pale ndani. Lakini wonderful, kila mmoja alisikia sauti yake na lugha yake mwenyewe. Hii ilionyesha uwezo wa Roho Mtakatifu anaofanya kazi. Wajua, si lazima tuongee kama na ndugu yangu mchungaji hapa ama ndugu yangu pale college. Si lazima tuongee Kigiriki ndio mjue kama tumetoka college, ndio mseme mtasikia neno. Si lazima tuongee Kilatini japo tumefundishwa. Si lazima tuongee Kiebrania. Hapana. Nikiongea hata Kitaita utasikia wewe Mtaita ndio nazungumza neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiongea Kibalui utasikia huyu ni Mbalui anazungumza neno la Mwenyezi Mungu. Kikubwa nguvu za Roho Mtakatifu ni ujumbe umfikie kila mtu. Sio kwamba ukazungumze ufasaha wa lugha za filosofia. Hapana, ni kwamba lugha kila mtu akapata neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo ndio kuna wengine wanafikiri kwamba unapoongea kwa lugha tofauti basi unasema kwamba umejaza. Hapana. What matters is the communication. Ni ujumbe gani unatoa na watu wanaelewa huo ujumbe. Walijua hiyo. Mungu alizungumza na watu kwa lugha yao kasikia. Je, wewe unasikia Mwenyezi Mungu? Unasikia? Leo hii naongea Kiswahili na sote tunajua lugha ya taifa. Je, lugha hii unasikia vizuri? Sikiza kwa makini. Naomba Roho Mtakatifu akujalie kufahamu maandiko matakatifu, na Mungu atakudhirishia uwezo wake. Maisha ya wanafunzi baada ya kupokea Roho Mtakatifu yalionyesha ubadiliko mkubwa sana, mpaka watu wakaenda kutaka kujua. Watu hawa waliwajua tu, walisema kwamba hawa ni wa Galilaya hawa, lakini wanavyofanya sasa si Galilaya tena, huu ni mambo tofauti. Yaani walivyokuwa kuzungumza na lugha na kufanya kazi hata mahali pale, baada ya kutoka pale ndani walikuwa kuna ile life ya attraction inaanza kuwavutia watu, kwa sababu walikuwa na ile nguvu za Roho Mtakatifu, hasa ikaanza kuwavutia watu. Na hapa ndio kuna challenge kubwa sana ya Mkristo. Ni nini kina attract neighbor wako pale kama Mkristo wewe unakaa pale unanisikiliza, ambao wanisikia hapo nyumbani? Lazima kuwe na quality fulani ambayo inaleta attractions kwa watu ambao unakaa pamoja katika jamii. What is that? Je, uko nayo hiyo? Watu waweza kufikiri kwamba mbone mama yule, mbone mama huyu hayuko kama wanawake wengine. Is a quality tumejifanyia ambayo ina attract. Wataka watu waone mama huyu ni mama mshauri. Watu wataka waone mama huyu ni mama mwombezi. Wataka waone mama huyu ni mama mpatanishi. Wataka waone mama huyu yuko tofauti na wengine. Na lazima ukaishi na utofauti. Na si mama peke yake, bali ni kila Mkristo. Lazima tuwe tofauti, wapendwa. Lazima maisha yetu yakaweze kuattract wengine, yakaweze kuvutia wengine. Na itafanyika tu hiyo wakati umetulia, umesikia na umepokea Roho Mtakatifu. Hutakuwa mama ugomvi pale nyumbani. Hutakuwa mama pia kelele pale nyumbani. Hutakuwa kwa mama wa kugonganisha majirani pale nyumbani. Waswahili husema hutakuwa mama mzabizabina. Kwa Swahili hiyo neno la Kiswahili hiyo. Kuna mama wengine wazabizabina. Nitafuta neno kwa wa Tanzania kueleza vizuri sana. Sio mama kugonganisha. Sio mama kuleta mafarikano. Nazungumza mama tu, sizungumzi na mama, nazungumza hata baba wengine. Kuna baba wengine kazi yao ni kugonganisha tu. Kuleta as a Christian, kama Mkristo, let us live a life that attracts others. Wakaone the difference, tofauti. Lazima ucho utofauti wewe na wale wengine. Bwana Yesu asifiwe sana.
Utofauti huo ni mpaka uangalie katika maandiko, uishi na maandiko ya Mungu yanavyotueleza, utaipata hiyo. Huyu Peter aliyehubiri mafundisho mazuri wakati ule wa Pentekoste, ukiangalia karakta yake naye pia ilikuwa ya kushangaza sana. Ni mtu ambaye hapo awali alikuwa unstable. Wakati yuko na Yesu hapo ulimwenguni, ni mtu alikuwa very unstable. Mpaka mahali pengine ni mtu, nikisema unstable, mtu alikuwa anaanguka katika maisha yake. Alikuwa ni kiongozi, lakini alikuwa pia hayuko stable wakati Yesu yuko na Yesu hapo ulimwenguni. Alimkana Yesu mara 3 kabla Roho Mtakatifu kuja. Aliongoza wanafunzi kurudi baharini kusema sawa, wacheni tukavue samaki, kama aliongoza wengine. Kama mahali pengine mpaka Yesu amkemea kusema, shetani pita nyuma yangu. Lakini kwa sababu Kristo alimsamehe, akamrudisha katika kundi sawasawa, na siku ya Pentekoste kwa pamoja pale ndani, alipewa nguvu za kiajabu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie ndugu yangu na mama yangu, usijisikie ya kwamba ati wewe umetenda maovu sana mpaka Mungu hawezi kukusamehe. Mungu anaweza kukusamehe. Usemi kwamba maisha ya ubadiliko huwezi kuyapata, unaweza kuyapata. Ukimkubali Yesu Kristo akusamehe na Roho Mtakatifu akujie, utafanya huduma mpaka watu washangae waseme, lakini kwani huyu ni yule? Mungu wetu ni Mungu wa msamaha. Ni Mungu kupatia nafasi mara ya pili. Unapokosa usihesabu kwamba nimefanya makosa makubwa mpaka haiwezekani. Unapoona huwezi kuyafanya ile utofauti katika maisha yako, rudi kwa Mwenyezi Mungu. Omba Mungu akusamehe, omba Mungu akutie nguvu, omba Roho Mtakatifu juu yako. You will live a different person. Bwana Yesu asifiwe sana. Achilia tu Roho Mtakatifu afanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Najua ushawekwa mikono na baba askofu. Najua ushawekwa mikono, unakula sakramenti. Lakini sasa nataka uchukue hatua nyingine. Jiachilie kwa nguvu za Roho Mtakatifu zifanye kazi. Jiachilie kwa Bwana. Utatenda yale ambayo watu watashangaa. Yesu aliyekufa na kufufuka ana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Ikiwa alibadilisha maisha ya wanafunzi, ana uwezo wa kubadilisha maisha yako na kawa ya nguvu. Ndugu zangu na dada yangu nisikiza pale nyumbani, tuko katika juma la Pentekoste la Roho Mtakatifu. Achilie ili kwamba akaweze kubadilisha maisha yako. Na usiseme kwamba Roho Mtakatifu ni kwa wale wa huduma peke yao. Hapana, si kwa huduma peke yao. Nimekutangulia kuambia kwamba Roho Mtakatifu si kwa huduma peke yao, lakini alisema ni kwa wote, wanaume wote, wamama wote, watumwa, Wayahudi, wale Gentiles, wote walipokea. It's for all. Useme tu kwamba kazi ya kuhubiri ni ya wachungaji peke yake. Useme kazi ya Roho Mtakatifu kwa mlezi peke yake. Ni kwa Wakristo wote waliomkubali Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ni sehemu na fungu lao. Mungu atutie nguvu. Mungu, wakati wa sasa tunapomalizia, hebu achilia Roho Mtakatifu. Na utaachilia namna gani? Kwanza, kwa kutubu dhambi na makosa yako. Ukitaka Roho Mtakatifu aingie na kufanya kazi katika maisha yako, mambo mawili yaangalie. Tubu dhambi na makosa yako mbele ya Mwenyezi Mungu, na utapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, na utaishi uliyejazwa na Roho Mtakatifu, na utatenda kazi za kanisa, utatenda kazi za utofauti hata pale nyumbani. Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana.
Inawezekana wewe kubadilika na kuwa mtendakazi mzuri sana katika kanisa hili. Inawezekana wewe kubadilika na kuwa mtu muhimu sana katika jamii unayoishi. Inawezekana wewe kuleta tofauti katika mahali unapoishi. Inawezekana. Jiachilie kwa Mwenyezi Mungu. Mungu akusamehe dhambi na makosa yako, akujaze Roho Mtakatifu, utabadilika. Inawezekana. Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, uzuri wa Pentekoste ni kwamba it is possible. Inawezekana. Kwako inawezekana. Kwangu inawezekana kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Haina limit, haina watu maalum. Njoo mbele ya Mwenyezi Mungu kwa njia ya toba na njia ya msamaha. Peter alimaliza vizuri sana. Ni kwa ajili yenu na watoto wenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia hata rasilimali unaweza pia ukaweza ukamfundisha watoto wako neno la Mwenyezi Mungu na kuishi maisha ya kuhitaji Mwenyezi Mungu, na Roho Mtakatifu atawaongoza katika ule ukweli. Kwa hivyo hii, kama utagawanya rasilimali zako watoto wako, usisahau kugawanya rasilimali ya kuwafundisha watoto wako neno la Mwenyezi Mungu. Ni sehemu yao katika maisha yao ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Pentekoste, Roho Mtakatifu amekuja. Ni watu wa Pentekoste sasa. Haleluya. Tuishi watu wa Pentekoste sasa. Na tunakiri hayo katika kile imani zetu. Kanisa takatifu Pentekoste ulimwenguni kote, katika zile kiri zetu iko hapo ndani. Let us practice what we confess. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na tuombe. Baba, tupe neema yako tunapotubu dhambi zetu na makosa yetu. Tumwagie kipawa cha Roho Mtakatifu katika maisha yetu, kitakacholeta ubadiliko katika maisha yetu, kitakacholeta utofauti kati ya sisi na ulimwengu. Wacha watu wako Baba wakakujue wewe kwa nguvu mpya ulizozitia ndani yetu. Wacha watu wakakujue wewe kupitia hata na maisha yetu pia. Mwenyezi Mungu, nenda ukatujalie msamaha wako, katujalie tunapotubu toba zetu mbele yako. Roho wako Mtakatifu Baba akaendelee kuwa mwalimu na mkufunzi na kutujaza nguvu kila daima katika ulimwengu huu tupatia tunaoishi hata siku ya leo. Tuendelee Baba kuwa wahudumu wako ndani ya kanisa lako, nje ya kanisa lako. Wacha maisha yetu Baba yakao na uvutio maalumu kutoka na jamii tunazoishi pamoja, kwa njia ya matendo yetu, kwa njia ya usemi wetu, kwa njia ya maisha yetu. Mungu atujalie kipawa chema cha kuishi vema na hatimaye kuja kurithi uzima wako milele, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa pale nyumbani tumesikia neno la Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, jinsi walivyoshukiwa na Roho Mtakatifu. Na sasa tutaenda kuomba. Tutawakumbuka walemavu, tutawakumbuka vijana, na tutakumbuka nchi yetu na mengineyo. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu ishie juu mbinguni, mwenye rehema na neema tele, tunakushukuru kwa siku ya leo ambao umetukumbusha Bwana siku ya Pentekoste, jinsi Bwana watu wako walivyoshukiwa na Roho wako Mtakatifu, kawatia nguvu na ukawapa uwezo wa kuweza kuendelea. Nasi Mungu tunakuja mbele zako tukitubu yale tumeenda kinyume cha mapenzi yako kwa njia yoyote ile. Mungu wetu, tunajua tu wenye dhambi, hatusahili, hatufai, lakini Baba umeendelea kuwa mwema kwetu. Nasi tunakuja mbele zako tukileta walemavu mkononi mwako. Mungu Baba, endelea Bwana kuwasaidia. Damu ya mwanako Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, naomba Mungu endelee kuwagusa watu wako wale
na Baba wapate kurudia hali zao za kawaida, ukiwakumbuka hata mama zao, walezi wao. Endelea Bwana kuwatia nguvu na kuwapa hekima na uwezo wa kuweza kuendelea nao. Na zaidi ya yote tawakumbuka pia vijana wetu wa kike na wa kiume, wote tunawaleta mikononi mwako, tukiwaombea uzima kutokao kwako juu mbinguni. Baba, wewe una uwezo mkuu wa kuweza kuwatunza watoto hao, wa kuweza kuwawezesha wapate kutulia ndani ya nyumba na kuweza kuwa na uaminifu. Wawezeshe Bwana, wapatie pia matamanio ya mioyo yao, wabariki na kila ambacho katika maisha yao. Zaidi ya yote Bwana, ajira na hata yale yote wanayotamani katika maisha yao uweze kuwapatia, ili Mungu waweze kuendelea vyema katika nyumba zao na kutii wazazi na hata kukuogopa wewe Mungu. Tutawakumbuka hata rais wetu, endelea Bwana kumtia nguvu, kumpa hekima ya kuweza kuongoza wale wote walio chini yao, na sisi pia tukiendelea Bwana kutegemea kutoka kwako. Endelee Bwana kumpa njia za kuweza kutuongoza vyema, ili Baba tupate kuishi maisha ya sawa. Wakumbuka wauguzi, endelea Bwana kuwaepusha na maradhi haya ambayo yametokea. Endelea Bwana kuwaepusha nao, jinsi wanavyoangalia wale wengine, nao Bwana watie nguvu na uwezo, uweze Bwana kuwaepusha na haya maradhi ya korona. Na sifa na utukufu Mungu utakurudishia wewe. Asante Bwana ni kwa wanaohudumu kanisani hapa. Endelea Bwana kuwasaidia. Saidie vikao wetu, endelea kumtia nguvu na uwezo. Saidie kureti wetu, endelea Bwana kuwapa uwezo wa kuweza kuendelea mbele. Na sifa na utukufu tutakurudishia wewe. Waumini wote tuwaleta mikononi mwako, tukijua Mungu wewe ni Mungu wa ajabu. Endelea Bwana kuwagusa kila mmoja, wapate kumbuka kanisa lako Jehova, wapate kujua kuna mahitaji, wapate kuelewa kuwa Bwana wanahitajika katika kanisa hili. Wasikae tu manyumbani Bwana na shetani kuwafunga, ila Mungu akae manyumbani wakuweza Bwana kukuomba wewe na kuweza Mungu kukukumbuka kwa kila njia. Na Mungu kwa njia hiyo utawabariki, utawaleta pamoja, utawapa upendo na kuweza Bwana kupokea huyo Roho Mtakatifu. Na sifa na utukufu tutakuinulia wewe. Kumbuka wote walio wagonjwa Bwana wakiwa manyumbani na mahospitalini, endelea kuwagusa kwa mguso wako wa kipekee Mungu, ili Baba kila mmoja apokee uponyaji tokao kwako juu mbinguni. Na sifa na utukufu tutakuinulia wewe. Roho wako Mtakatifu Bwana aendelee kuingia ndani mwao, na Bwana kila mmoja apate wewe utakatifu kutoka kwako. Na sifa na utukufu takurudishia wewe. Damu ya mwanako Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili ya dhambi zetu, wacha Bwana ikawatamalaki na kuguse kila mmoja. Na sifa na utukufu tutakuinulia wewe. Na haya yote Baba tunaomba tukijua Mungu umetusikia, na jua utakwenda tenda sawa sana mapenzi yako, kwa maana tumeomba tukitumia jina la mwanako Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.